Wekundu wa Msimbazi Simba hii leo pilika zinaendelea za ligi kuu ya NBC Premier League dhidi ya wajelajela Tanzania Prisons katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Inakwenda kuwa mechi ya aina gani kwa mwalimu Steven Becker na kwa Simba kwa ujumla kabla ya kwenda kumvaa mtani tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu. Niko hapa na Mdachi Ali Omari, mchambuzi ambaye atakwenda kukupitisha juu ya yale ambayo yatakwenda kutokea katika mchezo wa leo. Simba afanye nini? Na hii ni The Golden Boot. Jina langu ni Leopard John. Mdachi, Simba leo na Tanzania Prisons, kumbukumbu nzuri kwenye huu mchezo. Samson Bangula ameshawahi kualiza watu 2-0. Mchezo wa leo unakwenda kuwa mchezo wa aina gani kwa upande wa timu zote mbili? Kwanza mchezo wa Tanzania Prisons na Simba haujai kuwa mwepesi. Watu hilo wanalifahamu. Wanapokutana timu hizi si katika kiwanja cha ugenini, nyumbani kwa Tanzania Prisons wala nyumbani kwa Simba. Mchezo haujai kuwa mwepesi hasa katika eneo la kimbinu ambalo walimu wanaitumia. Umekumbusha mchezo ambao Baraka Samson Bangula aliweza kufunga mabao mawili na mchezo ulichezwa katika uwanja wa Jamhuri Arusha ambao Jamhuri Morogoro ambao walipoteza Simba. Ilikuwa ni Sokoine Mbeya. Yes. Ambao Simba alipoteza, lakini wakati huo Simba alikuwa ametoka kucheza mechi ya ligi ya mabingwa. Na mechi ambayo Manula ilimpoteza kweli kweli. Alikuwa ametoka kushinda mabao 6 dhidi ya Young Galaxy. Lakini akuja kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons anaenda kupoteza, kitu ambacho watu wengi kiliwashtua. Lakini ukiangalia takwimu za Simba na Prisons wanapokutana, zinaweza zikakupa picha ya nini ambacho kinakwenda kutokea kiwanjani. Mchezo wao namna ambavyo wanakuwa naleta hadha. Hata msimu uliopita Simba wamepata matokeo alama 6 zote, lakini ukitazama michezo yao ambayo iliweza kuchezwa, unaangalia michezo ambayo ilikuwa migumu, hata upatikanaji wa matokeo wa Simba ulikuwa ni mgumu. Na ndio maana watu wanapenda kutazama game kama hizi. Unapoenda kutazama mechi za Simba dhidi ya Tanzania Prisons, watu wanategemea vitu viwili. Kwanza, mbinu ambazo Tanzania Prisons wanaonyesha. Tanzania Prisons wamekuwa wakifanya mabadiliko sana. Katika misimu 6 ama 7 iliyopita, Tanzania Prisons ambao ilikuwa inacheza mpira ambao ni wa kukaba ya juu kwa mpinzani ambaye anaweza kukosa nafasi ya kupitisha mipira katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa sasa Tanzania Prisons tangu ilipopita kwa mwalimu Ahmad Ally ambaye kwa sasa yupo JKT Tanzania, ilianza kubadilika kutoka kwenye mfumo wa kukaba, lakini pia kuwa na mbinu za kucheza mpira, kuweka mpira chini na kwenda kushambulia kwa wapinzani, kitu ambacho kikaongeza kitu kingine zaidi kwa Tanzania Prisons na kuwa miongoni mwa vilabu ambavyo vinakutana na vilabu hivi vya Kariakoo huwa vinawapa upinzani mkubwa. Leo hii Simba anapoingia katika mawindo yake kuzisaka alama za NBC Premier League, huwa anatazama vilabu ambavyo huwa vinampa wakati mgumu. Miongoni mwavyo anavikuta kwenye kitabu cha Tanzania Prisons ambayo huwa inamletea wakati mgumu katika kuzipata alama 3 ama alama 6 za msimu mzima. Kwa hivyo nadhani hata mwalimu Steven Becker atakuwa amepitia kitabu cha Tanzania Prisons pamoja na Simba, namna gani ambavyo mchezo wao unakuwa mgumu na kuweza kutafuta namna kuhitaji alama 3, lakini pia hata Tanzania Prisons nao pia wana uhitaji wa hizo alama 3 ambazo Simba anazihitaji. Kwa hiyo hii inapelekea mchezo kwenda kuwa mgumu zaidi. Na mechi ya mwisho kwa upande wa Prisons walipata matokeo ya ushindi kwa maana dhidi ya Namungo bao 3-2. Pengine hii haiwezi kuwa motivations hasa kwa wachezaji, benchi la ufundi kwenda kumkabili Simba ambaye naye pia Simba mechi yake ya mwisho alipata matokeo ya ushindi mbele ya KMC Football Club. Kwa upande wa Prisons, ushindi wao wa mwisho kabla mchezo wa leo hauwezi kuwa sehemu ya motivations kwa wachezaji? Ushindi unaweza kuwa na motivation kwa sababu timu inapokuwa na rhythm ya kupata ushindi, yani ule muendelezo wa kupata ushindi muda wote, hata akili ya wachezaji na mentality yao kiwanjani huwa inaongezeka kwamba kama tuliweza kushinda katika mchezo uliopita, basi hata mchezo huu tunaweza tukapata matokeo na kuifanya timu yetu kuwa katika nafasi nzuri ambayo itapelekea kuwa tumefanya vizuri na performance nzuri katika msimu mzima. Kwa hivyo hii inaweza kawapa mentality nzuri ya kuingia kwenye mchezo huu, lakini pia wakati wanakuja inabidi wamtazame mpinzani naye akatoka kushinda, akatoka kupata ushindi, ni kipi ambacho wanapaswa kukifanya ili wapate ushindi huo kulingana na mechi husika ambayo wanakwenda kuicheza. Simba hii leo inabidi aingie na mkakati upi hasa alimadi kuendeleza pale alipoishia, kwa maana kwenye mechi 2 za mwisho za ligi kuu ya NBC Premier League amekuwa ana mwendelezo mzuri kuanzia ile Mashujaa alipata ushindi 2-0 dhidi ya KMC 2-0. Tumeona pia kwenye michuano ya FA amepata ushindi, michuano pia ya ligi ya mabingwa dhidi ya Stade Malien alipata ushindi. Simba ana consistency, pengine leo afanye nini hasa ilimadi kuendeleza ule mwendelezo wake wa ushindi katika game zake ambazo amekuwa anacheza? Kitu anachohitaji mwalimu wa Simba Steven Becker
ni kujua kwa sasa Steven Barker bado anatafuta kikosi chake cha kwanza. Uwezo kusema amepata kikosi cha kwanza kwa sababu katika michezo mingi umekuwa na ingia toka nyingi. Inawezekana mchezo huu akaingia Justin November akacheza katika eneo la kiungo kama mchezo uliopita, lakini mchezo unaofuata akacheza mchezaji mwingine. Kwa hivyo mwalimu bado anaitafuta timu yake ambayo ataendelea kuitumia kwenye msimu huu wa NBC Premier League. Lakini cha kufanya katika mchezo huu, Simba wanahitaji kuwa na nidhamu kiwanjani. Kitu cha kwanza, ili kupata matokeo, unapomheshimu mpinzani ni rahisi sana kupata matokeo kwa sababu unampa heshima yake yeye kama timu kiwanjani na kuweza kuendana na mbinu ambazo wewe unahitaji kuzitumia ili kupata matokeo. Kwa nidhamu ndio kitu kikubwa ambacho Simba wanatakiwa kukifanya, kuheshimu wapinzani wao siku ya leo Tanzania Prisons, ili waweze kupata matokeo mazuri. Naam, Simba katika nafasi ya 7 akiwa na mechi zake 8 na alama zake 19. Unaangalia katika mbio za ubingwa bado yuko ana nafasi nzuri licha ya kuwa na vipolo vingi tofauti na anayeongoza ligi kwa maana JKT Tanzania. Katika mbio za ubingwa bado Simba anakaribia huo ubingwa au bado yupo kwenye hizo rankings za ubingwa, au Simba tumeshamtoa? Kwa maana mpaka hivi sasa mpinzani wake wa karibu ambaye ni Young Africans ameshamzidi takriban alama 3. Simba kwenye engo ya ubingwa bado nafasi ipo au tuseme basi tena imeisha? Huwezi kuzungumza kwamba tayari Simba amekusha ondoka kwenye mbio za ubingwa kwa sababu hata hizo alama 3 ambazo Young Africans anazo, ligi kuu ama mchezo wa mpira huwa hautabiriki. Leo hii Young Africans alikuwa ametoka katika mechi kadhaa ameshinda, anakwenda pale Mbeya City anakwenda kulazimishwa sare, anakwenda kupoteza alama 2 ambazo zikamweka katika eneo ambalo naye pia akawa anawaza kwamba mpinzani wangu je, ataangusha hizi alama ili na mimi niweze kumpita. Naye Simba akaenda katika mechi nyingine, mechi 2 amesali mechi moja na mchezo mmoja amepoteza. Tayari akapigwa gap la alama 3 na Young Africans. Kwa hivyo uwezo ukasema Simba ameondoka kwenye ushindani wa kutafuta ubingwa msimu huu kwa sababu Simba bado ana nafasi ya kupata ubingwa kama atawajichanga karata zake vizuri. Na karata zake vizuri zinaanzia wapi? Inawezekana usishinde katika mechi kubwa ambayo ya dabi ya Kariakoo ama dabi ya Mzizima ambayo Simba anaicheza. Karata yako unatakiwa kuianzia kwenye vilabu hivi vidogo ambavyo huwa ndio vinakupa njia ngumu katika kuelekea ubingwa. Sababu Simba mara nyingi kitu ambacho huwa kinamwangusha sana kwenye ubingwa, naweza nikasema ni sare ambazo huwa anazipata katika timu hizi za madaraja ya kati. Amekuwa na sare nyingi sana katika msimu ambao amepoteza. Simba ukiangalia mechi nyingi ameangusha alama 2 ambazo ni draw ambazo amekuwa akizipata. Kwa ili aendelee kubakia kwenye mbio za ubingwa, inabidi aanze kukusanya alama katika timu hizi ndogo ili aweze kuzipiku timu ambazo anashindana nazo. Sawa. Moja kati ya mchezo ambao utakuwa ni mzuri na kuvutia basi ni hii leo kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Simba Sport Club majira saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Wewe mtazamaji wetu wa Anuari TV, una lipi la kusema katika mchezo wa leo? Ulikuwa ni uchambuzi uliotukua kutoka kwake Mdachi Ali Omari. Jina langu ni Leopard John na hii ni The Golden Boot ya Anuari TV. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.